ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia. Tuelekee kaunti nambari 1 sasa, ambapo kampuni ya M-Ajira inaendeleza zoezi la kuwasajili madereva wa malori makubwa huko Mombasa kwa nafasi za ajira nchini Saudi Arabia. Mwandishi wetu Steven Shitera anafuatana na msafara huo. Na Shitera, kama unanisikia uko hewani sasa, leo hali ya hewa ikoje? Zimefika nyuzi 32 degrees. Swale, napata maelekezo makali sana kutoka kwa mwelekezi wangu hapa nyanjani, anaitwa Fantas Maina. Bila shaka akiona nikitatizika na jua ananiambia uko hewani. Bila shaka ni shughuli tu ambayo imekuwepo kuanzia jana, shughuli ya usajili wa madereva wa malori ambao wana ari ya kwenda kufanya kazi katika taifa la Saudi Arabia, na shughuli hii inaendeshwa na M-Ajira. Kumbuka kwamba M-Ajira ni jukwaa ambalo linaweza kukusaidia kupata ndoto yako. Ukiweza tu kwenda kwa www.majira.com, bila shaka unapata taarifa zote kuhusu nafasi za kazi ambazo ziko pale. Kuna madereva wa teksi, wahudumu katika bohari, wahudumu wengi tu. Utakuta kwamba kuna wale wa usalama. Bila shaka tu ni nafasi za ajira tu nyingi ambazo ziko kwenye tovuti hiyo ya M-Ajira. Na kwa Wakenya tu ambao wanatafuta nafasi za kazi ughaibuni, bila shaka jukwaa ndilo hilo. Na utakuta kwamba kuna majukwaa mengine ambayo yameanza kuiga jukwaa la M-Ajira. Bila shaka ni tahadhari kwamba M-Ajira itakupatia mwelekeo ambao ni wa kuelekeza hadi kupata nafasi zile za kazi. Kwa hivyo chungana kabisa na wale ambao ni matapeli. Wapo na bila shaka wanaweza chukua nafasi hii kuweza kuwatapeli wa Kenya. Bila shaka niko na Ken Wambu ambaye tumekuwa na yeye katika shughuli hii kuanzia pale Kenyatta University. Shughuli hii tumeiona, Wakenya leo wamejitokeza kwa wingi sana katika uwanja huu wa Tononoka. Labda unaweza sema kwamba juhudi hizi zinaashiria nini? Shukran sana mwenzangu. Nashukuru sana Bwana Shitera. Tunafuraha sana, Wakenya ni wakakamavu. Tumeona kwamba wale ambao wote walifika hapa walifurahi. Idadi kubwa ambayo tuko nayo imeongezeka kwa sababu ya wale ambao wamesikia hili jambo kutokea televisheni, kupitia radio, wamesikia kuhusu M-Ajira. Lakini jambo moja la kusikia na kupitia katika jambo lote hilo, basi imekuwa wamefurahi na wameita wenzao. So tumepata maradufu kwa sababu wenzao wako hapa. So tunafurahi sana leo ikiwa siku ya pili, na Tononoka na jimbo la Pwani wamejikakamua. Na bila shaka nafasi ziko. Najua niliambiwa niseme nafasi za kazi ziko. Waambie. Shukran sana. Nafasi za kazi ziko. Mimi nina umaarufu na ninajua kwamba tulitafuta watu ambao wako na kazi. Hili kampuni ambalo linapata kazi Sifa wakiwa wameshikana na Al-Majdui wanataka madereva wengi. In fact tunawaeleza kama wanaweza tupatia nafasi zaidi, tunaweza pata madereva wengi sana. Nafasi ziko na ukuji pale. Nikitaka kuambia Bwana Shitera kwamba kitu moja nimefurahishwa sana. Yule ambaye anafuzu vizuri zaidi, Mwarabu hata anasema huyu namfix katika operation immediately. Hiyo kitu imenifurahisha mimi zaidi. Thank you. Asante sana. Bila shaka tumeweza kupata zile response kutoka kwa Wakenya. Wengi wanauliza mbona Mombasa, Nairobi hamjakuja kwetu Kisumu, Kakamega. Bila shaka ni masuala tu ambayo yameweza kuangaziwa na Wakenya ambao wanasema kwamba hata sisi tunatamani nafasi hizo za kazi, lakini hamjatupatia fursa kama Kisumu, Kakamega, Malaba. Wazo hilo limepatikana na ni taarifa tu ambazo nilisema nitakuuliza. Swali nzuri. Changamoto ambayo tuko nayo katika mitandao yetu ya kijamii, simu ambazo tunazipokea. Wajua M-Ajira iko na umaarufu ya kwamba ati tunaweza pata feedback, yani vile watu wanavyosema. Tumesikia ile jambo na tumepata pia kueleza mwajiri
tumepata kueleza lile kampani la Samasco ambalo limepatiwa kazi na mwajiri, tungetaka na tungependa tuwe na wakati zaidi ndio tuweze kupanga mahali hawa watu wapo. Jimbo zile zingine kama Pande Eldoret, Kisumu, Nakuru, hiyo area yote ni wa Kenya, na sifa ambayo iko pale katika Saudi Arabia na wale ambao waliwatangulia madereva pale, sifa imepana. Tuko na sifa nzuri sana, so nafasi zipo na wataregea. Na tuangalie hivi, tulikuwa tunataka madereva 700. Kama hatafikisha hiyo idadi, tutaendelea kutangaza na kushirikiana. Tunashukuru sana Citizen, Royal Media kutuweka kwenye anga. Idadi kubwa iliyofika hapa, tunashukuru. Wanasema tumesikia kutoka televisheni na kwenye redio, nafasi ziko wa Kenya. Yeah. Bila shaka umeweza kusikia kutoka kwake Ken Wambu, wa Kenya ambao wameweza tu kuuliza maswali kwamba kwetu mnakuja lini. Bila shaka ameweza kuwafafanulia malalamishi hayo, atayafikisha kwa mwajiri. Mwajiri atapeana mwelekeo kuhusu jinsi hali itakavyofanyika kutoka hapa Mombasa. Lakini la msingi ni kwamba zaidi ya madereva 500 wa malori makubwa, sio lori tu, malori makubwa, naongelelea lori kama hili liko nyuma yangu, kwa Kiingereza linaitwa truck, heavy truck. Kwa hivyo ndio magari tu ambayo kama unaweza kuliendesha gari hili, bila shaka ni wewe unatakikana hapa. Kwa ile leseni ya kuendesha ni CE. Kama uko na CE, bila shaka mahali hapa ni mahali ambapo unahitajika. Nafasi za ajira wanasema zipo, na bila shaka ukifika hapa utafanyiwa majaribio ambayo unaona wale wakubwa ambao wanashughulikia shughuli hiyo wako pale na watakupitisha kwenye majaribio. Iwapo utafuzu, bila shaka hatua inayofuatia ni kwamba utapitia kwenye shughuli ya vipimo vya afya, kutayarisha stakabadhi zako za usafiri, na bila shaka moja kwa moja utaelekea kwa ajira Saudi Arabia. Kutoka uwanja huu wa Tononoka sina la ziada. Swale, umejionea, na bila shaka ni nafasi ambazo zipo. Ukifaulu unapaa moja kwa moja hadi Saudi Arabia kwa ndoto yako ya ajira, ambayo wanasema kwamba mshahara ni zaidi ya shilingi 100,000. Kutoka hapa mwenzangu Fantas Maina, mimi ni Steve Shitera. Asante sana Shitera kuhusu taarifa hiyo ya Majira. Madereva wa magari